Karibuni watu wa Mungu tena kwa ajili ya somo la leo, na nipende kuwashukuru nyote ambao mmeendelea kuangalia video zangu. Asanteni kwa sapoti yenu, asanteni kwa kunishikilia, asanteni kwa kunipenda. Mungu awabariki sana. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba wa rehema kwa sababu ya neema hii ya kusikiliza neno hili. Kaa pamoja nasi na kwa utukufu wa jina lako. Amen. Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 6 hadi wa 8, neno la Mungu linasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, neno hili mara nyingi tunaweza tukaliangalia katika njia mbili. Kuna watu wametumia neno hili kwa ajili ya utoaji wa mali zao katika kanisa, lakini pia ni kwa ajili ya utoaji wetu sisi wenyewe, nafsi zetu. Nataka niangalie katika hizo sehemu mbili. Jambo la kwanza, mstari wa 6 umesema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, na apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Apandaye haba katika hali yetu ya kiroho, unapanda nini? Katika moyo wako ama katika maisha yako, wekezaje maswala ya kiroho kwako? Unajijengaje roho yako? Unajijengaje maisha yako ya ndani? Kwa sababu unapopanda haba, unapokuwa na ibada ambayo ni haba, unapokuwa na kusoma kwa neno la Mungu ambayo ni haba, unapokuwa na kumsifu ama kumwabudu Mungu ambako ni haba, hakika hayo ndiyo utakayoyavuna. Utakapokuwa katika toba unaifanya kwa uhaba sana, hakika hayo ndiyo utakayoyavuna. Kuna mambo ama maisha ya kiroho hayajengwi kwa kubahatisha tu, na hii nataka niseme na wale watu ambao hamna muda na neno la Mungu, hamna muda na kumwabudu Mungu, hamna muda na kujiingiza na kujitafakari katika maisha yenu, hamna muda na kufanya toba. Munakimbia huku na huku mkitafuta fedha ya kula, mnatafuta fedha ya maendeleo, mnatafuta fedha ya kusomesha watoto, lakini katika uwekezaji wa roho zetu tunawekeza kidogo sana. Hatuna muda na Mungu wetu, hatuna muda Mungu na Baba yetu. Naomba Mungu akusaidie ili ujaribu ama uweze kuwekeza jinsi inavyotakiwa katika maisha yako ya kiroho, kama kwa hakika unataka kuvuna kwa wingi, kwa sababu utakapopanda kwa ukarimu, hakika utavuna kwa ukarimu. Chukua muda wako, tenga muda wako ili ukapate kujenga maisha yako ya kiroho. Tenga muda wako, tenga muda, kaa na familia, mkatengeneze maisha ya kiroho. Msipoweza kukaa kama familia mkitengeneza maisha ya kiroho, hakika pia mtayavuna vile vile, kwa sababu kuna maisha yako ya wewe binafsi, lakini kuna maisha ya kifamilia. Tafuteni muda jinsi inavyowezekana. Kama kila mtu anaingia kwa muda wake, tafuteni hata kama ni siku moja, mkae kwa pamoja, mshughulike na mambo yenu ya kiroho. Uliza watoto kuhusu mambo ya kiroho. Usiache watoto waenende jinsi wanavyokwenda, kwamba wakienda kanisani imetosha. Kanisani kwenyewe wengine tunaenda mara moja kwa juma. Sasa kama ni mara moja kwa juma, hebu niambie, ni uwekezaji wa aina gani? Utategemea kuvuna mazuri mangapi? Unategemea kuvuna baraka za namna gani? Unajua kuna baraka ambazo tunaweza tukazivuna kwa sababu ya mambo tu ya kimwili, tukafikiri kwamba tuko
vizuri. Lakini inapofika katika kuvuna baraka za rohoni, je, tuko namna gani? Kwa hivyo kumbuka kwamba apandaye haba atavuna haba. Alafu anasema katika mstari wa 7, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, sio kwa huzuni wala sio kwa lazima. Sasa hivi nakwambia uwekeze katika moyo wako. Kabla hujaingia katika kuwekeza katika maisha yako ya kiroho, unayafanya kwa namna gani? Je, unafanya ukiwa umekusudia? Je, unafanya ikiwa umelazimishwa? Kuna watu wengine mpaka sasa hivi hawana muda hata wa kwenda katika sehemu za ibada. Yaani lazima tuwalazimishe mpaka waende katika sehemu za ibada. Kuna watu si kwamba wana sababu inayowafanya. Kuna watu kweli wameshikika kwa sababu labda shughuli wanazozifanya haziwaruhusu kuingia katika ibada, lakini unamaliza mwezi mzima huja kanyaga katika ibada, unamaliza mwezi mzima huja kongamana, kwa sababu lengo la ibada si, kwa sababu wengine wanasema kama ni ibada nitafanya ibada nyumbani kwangu, lakini lengo la ibada ni ukae na wenzako. Ibada ya pamoja ina baraka zake. Ibada ya pamoja inafungua hakika watu wa Mungu. Yale usioweza kuyafanya ukiwa katika ibada yako peke yako, inawezekana ukiwa na wenzako. Labda kuna watu hawawezi wakaomba wakiwa peke yao, lakini ukiwa na wenzako mkikongamana kwa pamoja, mnaona kwamba mnatena nguvu katika kuomba. Unaona kwamba maombi yanafanyika kwa njia ambayo ni ya muhimu. Kuna baraka ambazo huwezi ukazipata peke yako. Kwa mfano, una ushuhuda. Utamshuhudia nani matendo makuu ambayo Mungu amekutendea kama hukongamani na wenzako? Utajuaje kwamba mambo unayoyapitia ni mambo ya kawaida usipokaa na wenzako na kushuhudiana na kuzungumza? Wenzako kwambia hata mimi nilipita hapo, lakini Mungu alinitoa. Kwa hivyo kuna baraka nyingi katika kukongamana na wenzetu. Lakini anasema ufanye jinsi ulivyokusudia moyoni mwako. Katika moyo wako kabla hujaenda ibada, huwa umekusudia nini? Huwa unafikiria nini? Unataka kupata nini kabla hujaenda ibada? Kwa sababu kwenda ibada sio kwenda ibada tu, ama katika kutoa katika roho yako sio katika kutoa tu, lakini umekusudia nini? Kwa hiari yako unategemea kupata nini katika kujitoa kwako, labda kuhudhuria ibada, labda kuhudumia watu? Unafikiria nini moyoni mwako kabla hujafanya mambo kama yale? Na utoaji, hakika Yesu Kristo ametufundisha utoaji. Anasema kwa hiari, sio kwa lazima. Yesu Kristo hakulazimishwa kuja ulimwenguni. Yesu Kristo kwa upendo wake aliamua kushuka, aliamua kuacha enzi ili aje akukomboe wewe na mimi. Je, wewe uko tayari kuyaachilia mangapi kwa ajili ya kupendeza Kristo? Wewe una uwezo ama uko tayari kuachilia kiasi gani ili mradi ya Kristo yakapate kuenenda vizuri? Anasema sio kwa huzuni, kwa sababu unapofanya jambo kwa hiari hakika utalifanya kwa furaha, lakini chochote unacholazimishwa kufanya utakifanya kwa huzuni. Lakini nataka nikwambie siku hii ya leo, kila kitu unachokifanya kwa ajili ya Kristo, kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa ajili ya familia yako, hebu fanya pasipo kulazimishwa na utapata baraka nyingi za ajabu. Kitu kingine tatizo lingine unalolipata ukifanya kitu kwa kulazimishwa, jambo unaliona ni zito sana, lakini jambo ukilifanya kwa hiari na ukikusudia mema katika moyo wako, utakuta kwamba lile jambo lina uwepesi fulani na lina baraka fulani, linaenda at least kwa njia ambayo wewe mwenyewe unaweza ukalifanywa baadaye ukaangalia ukasema ilikuwa kuwaje, sikutegemea kwamba naweza nikafanya kiasi hiki. Kwa hivyo Mungu anapenda atoae kwa moyo wa ukunjufu. Kama ni katika kumtolea Mungu, ni ibada unamtolea Mungu, ni sadaka unamtolea Mungu, ni huduma unamtolea Mungu, hebu mtolee kwa moyo wa ukunjufu, kwa moyo wa hiari, kwa kupenda kwako
na kwa moyo wa furaha, ili ukapate kuvuna kwa furaha. Kuna vitu vingine unapovifanya pasipo moyo wa hiari, unakuta kwamba hata baraka zenyewe zinakuwa hazitaweza kupatikana. Alafu anaendelea kusema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Mungu aweza kuwajaza neema. Wapendwa watu wa Mungu, kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kujitoa kwa ajili ya kufanya ama kutoa sadaka, kujitoa nafsi yako ama mwili wako ama mali zako kumtumikia Mungu, hakika ni neema ya Mungu. Kuna wengi wako navyo lakini hawavitoi. Wewe kama Mungu amekuwezesha ukamtolea, hebu mtolee kwa kufurahi, kwa sababu ni neema ya Mungu. Kuna watu ambao Mungu amewapatia vitu, lakini wanajifanyia ama wanajiridhisha wao wenyewe na familia zao. Kuna watu ambao Mungu amewapa baraka za mali, lakini wanazitumia kwa kujipendezesha wao wenyewe. Lakini wewe mtu wa Mungu, ukijua kwamba Mungu amekupa hivi vitu kwa neema ukapate kuvitunza, basi utajua kwamba sehemu ya hivi vitu lazima viendeleze kazi ya Mungu. Sehemu ya hivi vitu lazima vihudumie watu wa Mungu. Na ninaposema watu wa Mungu, sisemi kwamba vinihudumie mimi kama mtumishi wako peke yake, lakini kuna watu ama kuna wahitaji ambao Mungu ameweka katikati yetu, ambao lazima tuwahudumie na zile mali ambazo Mungu ametupatia, ili tukapate kuona baraka zake. Mtoto wa Mungu, sijui katika utoaji wako umejitoa vipi, sijui katika kumtumikia Mungu unamtumikia vipi, lakini vyovyote unavyomtumikia Mungu katika hali zako na katika mali zako, hakikisha unajua kwamba vyovyote utakavyovipanda hivyo ndivyo utakavyovivuna, na vyovyote utakavyovifanya, ukivifanya kwa hiari na kwa moyo mweupe, hakika vinakuwa tofauti. Mungu mwenyewe atakujaza na neema ya kila namna, ili usiweze kupungukiwa. Anaposema ili uwe na riziki za kila namna, ni kwamba hautaona upungufu, na Mungu ataendelea kukubariki, Mungu ataendelea kukuinua, Mungu ataendelea kuweka yaliyo mema machoni pako, sio kwako tu, lakini na kwa familia yako, na pia kwa wale wote unaowahudumia. Wacha Mungu akusaidie unapomtumikia, ujue kwamba yote unayoyafanya lazima utayavuna. Mwambie Mungu, nataka nikutumikie kwa moyo mweupe, ili na mimi nikapate kuvuna mema. Amen.